Habari za wakati huu na karibu tena ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Rais wa wanasheria Tanganyika ameikosoa vikali mahakama na jamhuri ya serikali ya Samia Suluhu kwa kuwafungulia mashtaka ya uhaini mfanyibiashara Niffer na wenzake 21. Atuma ujumbe huu kwa serikali ya Samia Suluhu Ikulu sasa hivi. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kujuze taarifa hizi kwa upana na kwa undani zaidi. Katika kauli yake nzito na yenye hisia kali, Rais wa Chama cha Wanasheria Tanzania TLS Boniface Mwabukusi amefunguka kilaani tuhuma za uhaini zinazowakabili watu 22 akiwemo mfanyabiashara Jennifer Jovin maarufu kwa jina la Niffer. Mwabukusi akizungumza bila upendeleo alisema amepitia hati ya mashtaka na kubaini tuhuma hizo ni za uonevu na hazina haki. Kulingana naye, vitendo vya serikali vinawakilisha matumizi mabaya makubwa ya mamlaka ya mahakama, kuashiria kurudi kwa kutisha kwa mbinu za vitisho dhidi ya sauti pinzani. Mwabukusi aliapa kuwa TLS itaratibu ulinzi wa kisheria kwa kila mtuhumiwa ili kuhakikisha haki itatendeka kikamilifu kwa mujibu wa sheria. Boniface Mwabukusi alisisitiza kuwa ni jambo la aibu kwa wale wanaopaswa kuwajibika kwa ukiukwaji wa haki za binadamu, badala yake wanafunguliwa mashtaka wahanga wao. Katika maelezo yake, alieleza hali hiyo kuwa dhihaka ya haki, akionya kwamba mashtaka kama hayo yanaweza kuharibu imani ya umma katika mfumo wa mahakama. Rais huyo wa TLS Mwabukusi alishikilia kuwa mbinu hii ya serikali inadhoofisha maadili ya kikatiba na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu, akisisitiza kuwa shirika lake halitasimama kimya kwa vile wananchi wanalengwa isivyo haki kwa sababu za kisiasa. Kwa mujibu wa Mwabukusi, kesi za uhaini zinazoendelea zinaonekana kuwa ni za kulipiza kisasi. Alipendekeza kuwa badala ya kukiri kuhusika na mauaji ya hivi karibuni na ghasia za uchaguzi na maandamano, serikali inatumia mahakama kuwatishia wale wanaodai uwajibikaji. Kulingana na chapisho hilo lake alilochapisha kupitia mtandao wake wa kijamii wa X almaarufu Twitter, nikimnukuu, aliandika hivi kama unavyotazama: mambo ni mengi, muda ni mchache. Without prejudice, nimeiona hati ya mashtaka ya uhaini. Ni mashtaka ya uonevu yasiyo ya haki. TLS taratibu na kuhakikisha kila anayeshtakiwa anapata utetezi kamilifu kisheria. Ni aibu waliotakiwa kushtakiwa eti leo ndio wanawafungulia wahanga mashtaka, such a mockery of justice. Pia tunatafakari kwamba hatua hii ni kama retaliation, ambapo serikali badala ya kuwa tayari kuwajibika kwa makosa na mauaji waliosababisha wanajaribu kutumia njia za vitisho kukwepa uwajibikaji. TLS tutatekeleza kile ambacho ndani ya uwezo wetu kuhakikisha kuwa haki inatendeka, na katika hatua hii ya awali tunaona kuwa mashtaka haya sio ya haki. Msimamo wetu ni kwamba, la kwanza, uwepo uchunguzi huru wa kimataifa, na la pili kwamba kwa sasa mkazo uwe kwenye haki, ukweli na uwajibikaji. Ni rai yetu kwamba wale wote walioshiriki dhuluma ya maisha ya Watanzania wa upande wa Tanganyika wanachukuliwa hatua kwenye mahakama zenye uweledi na uwezo wa kutenda haki kulingana na mazingira ya uhalifu uliofanyika. Boniface Mwabukusi, President TLS, ndiye aliyeweza kuchapisha chapisho hilo katika mtandao wake wa kijamii wa X. Alisema kuwa ulipizaji kisasi kama huo umekuwa mtindo katika mfumo wa kisiasa wa Tanzania, ambapo mamlaka hujibu malalamiko halali kwa kuwakamata na kuwafungulia mashtaka. Mwabukusi alionya kuwa mbinu hii inazidisha kutoaminiana kwa wananchi na kuhatarisha kuyumbisha taifa zaidi. Mwabukusi alitangaza kuwa TLS itatumia kila njia ya kisheria iliyo ndani ya uwezo wake kulinda haki za washtakiwa na kufichua ukiukwaji wa taratibu. Alikariri kwamba mamlaka ya society yanatokana na kuzingatia haki na utawala wa sheria, si kutumikia maslahi ya kisiasa. Kwa maoni yake, kesi za sasa zinaonyesha jinsi taasisi za serikali zinavyopewa silaha kuwanyamazisha wakosoaji na kuzua uchunguzi wa vitendo vya serikali, haswa kuhusu kukandamiza kwa nguvu maandamano ya baada ya uchaguzi.
Katika taarifa yake, Mwabukusi alitaka uchunguzi huru wa kimataifa ufanyike kuhusu mwenendo wa serikali, hasa kuhusu mauaji na upotevu ulioripotiwa wakati na baada ya uchaguzi. Alisema kuwa taratibu za ndani haziwezi kuaminiwa kutoa matokeo bila upendeleo kutokana na kuingiliwa na serikali katika mahakama. Kwake ni uchunguzi wa nje pekee unaoweza kufichua ukweli kamili na wa umwagaji damu uliofuatia kura za Tanzania na maandamano. Zaidi ya hayo, Mwabukusi alitaka jumuiya ya kimataifa kuzingatia kwa karibu kile alichokitaja kuwa nafasi inayopungua ya kiraia na kidemokrasia nchini Tanzania. Aliangazia jinsi jaribio la serikali la kuwataja wafuasi wa upinzani kama wasaliti kuashiria mabadiliko hatari katika mageuzi ya kisiasa. Alisema TLS iko tayari kushirikisha mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu ili kuhakikisha kuwa haki na uwajibikaji havitakandamizwa ama havikandamizwi tena na utashi wa kisiasa. Katika kuendelea kuwatetea washtakiwa, Mwabukusi alisisitiza dhamira ya TLS ya kutoa uwakilishi kamili wa kisheria kwa wale wote wanaoshtakiwa chini ya kile alichokiita mchakato wa kisheria usio wa haki na wa kulipiza kisasi. Aliwakumbusha wananchi kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria ikiwamo serikali na kwamba mahakama zisitumike kama nyenzo za uonevu. Aliahidi kuwa mawakili wa TLS watapinga kila ukiukwaji wa taratibu na katiba utakaojitokeza katika kesi zinazoendelea. Kauli za Mwabukusi leo zilivuta hisia za watu wengi, huku Watanzania wengi wakimsifu kwa ujasiri wake kwa kuisema vibaya serikali. Ujumbe wake ulisikika haswa miongoni mwa wanasheria wachanga na wanaharakati wanaomwona kama ishara ya upinzani dhidi ya vitisho vya serikali. Hata hivyo, wengine walionya kwamba ujasiri wake unaweza kumfanya kuwa shabaha ya kulipiza kisasi kisiasa kutokana na mazingira magumu ya Tanzania kufuatia siku kadhaa za machafuko. Pamoja na hatari hiyo, Mwabukusi alisisitiza kuwa TLS haitarudi nyuma. Alisema shirika hilo tayari limeanza kukusanya timu za wanasheria katika mikoa yote ili kuhakikisha kuwa kila mtuhumiwa anapata utetezi wa kisheria. Alisema haki haiwezi kuwepo wakati serikali inaendesha mashtaka kwa kuchagua kuadhibu wakosoaji wake huku ikiwakinga wanaohusika na ukatili dhidi ya raia. Katika kurejelea wito wake wa haki, Mwabukusi alieleza kuwa uwajibikaji lazima uende kwa wale walioshiriki katika mauaji ya kiholela na sio watu wasio na hatia, hasa katika mikoa ya Tanganyika na maeneo mengine yenye machafuko. Alisema wahusika lazima wafikishwe mbele ya mahakama zenye uwezo na uhuru ambazo zinaweza kutathmini kwa haki mazingira ya kila kesi. Bila hii, alionya kutokujali kutaendelea kumomonyoa misingi ya maadili na sheria za Tanzania. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia, ni juze maoni yako upande wa comment chini ya video hii. Vile fanya jambo la busara na kwa moyo mkunjufu bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu na itakuwa umetutia nguvu kukuletea ripoti zaidi. Vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.